Je, Bwana Mchome, sasa unadhani kwamba TFF imechukua hatua za kutosha kusuluhisha mgogoro huu kwa haki? Ya, nimekwambia pale mwanzo Salma kwamba mgogoro huu ulianzia mapema kwa sababu una historia kidogo, kwa sababu tayari ilikuonekana kwamba Simba alianza kuzuiliwa kwenye kupata haki yake ya msingi ya kufanya mazoezi ya mwisho, lakini mara baada ya hapo taarifa za ndani zinadai kwamba kabla ya Simba kutoa taarifa yao ile ambayo ilitolewa saa 7 usiku, lakini walianza kutuma, kuna zile tunaita indo zile za ndani, kwanza anaanza kutuma taarifa kwa maana kutoka kwa email kwa TFF kujaribu kucomplain kwa kile ambacho kilitokea. Kama TFF wao walipokea hiyo taarifa ya Simba, na ndio maana Simba tena akaja akatoa taarifa kuwajulisha mashabiki wake kwamba wasioendelee kwenda kuiendea hii mechi kwa maana ya kununua ticket, na wao hawatakuwa sehemu mmoja kati ya wale ambao watashiriki huu mchezo, na ndio maana unaona Simba akatoa taarifa ile. Lakini TFF wao kupitia waraka wao ambao nao walikuja kuonyesha kwamba mechi hii haitokuwepo, kuna vipengele ambavyo walivainisha ambavyo wao waliviona kama ni changamoto iliyosababisha kuahirishwa kwa mechi, ikiwemo uvunjifu wa amani, ikiwemo viashiria vya rushwa. Lakini kabla ya wao kutoa taarifa amana ya tamko ya kutaja siku ya mechi, tunahitaji kuona na kusikia zile uchunguzi uliofanyika, majibu gani yamepatikana na hatua gani za kinidhamu kwa wale ambao walisababisha hizi changamoto mpaka mechi kuahirishwa. Nini wamechukuliwa? Bado hatujaona. Kwa hiyo mpaka hapo unaona pia kwa TFF kuna changamoto, na ndio maana pia unakuta kuna muda unakuja kustuka kusema kwamba labda Yanga nao wako sahihi kusema hawana imani na bodi, kwa sababu tunahitaji kama bodi ambao walitoa tamko kwamba kuna vitu wanafanyia uchunguzi, mpaka leo hatujaona vitu vilivyofanywa uchunguzi na ni kitu gani ambacho kimeonekana baada ya huo uchunguzi. Lakini wao pia kama mamlaka wana uwezo wa kuwaita Yanga, licha ya kwamba hawahitaji kukaa nao, lakini wanaweza kutumia mamlaka za juu zaidi kwa maana ya Wizara ya Michezo kuwaita Young Africans na kukaa nao kwa maslahi mapana ya michezo, kwa sababu hii mechi iliyobakia ni mechi ambayo itakuja kuamua nani ni bingwa wa msimu, kwa maana ya kwamba kama Simba atashinda michezo yake yote na Yanga michezo yake yote, basi tutakuwa na tofauti ya alama moja. Hii alama moja inaweza ikaja ikatafutwa kwenye mchezo huu ambao ni wadabi, ambao utakutanisha hao wawili wote ambao wanahitaji kupata matokeo kwa ajili ya kupata ubingwa. Lakini ninachotarajia mimi kukiona kwa sasa ni kuona ukali wa TFF hivi sasa. Mengi yamezungumzwa kwamba busara zinatumika, labda wanashindwa kufanya maamuzi kwa sababu ya ukubwa wa hivi vilabu na vitu vingine ambavyo vinazungumzwa kutokana na namna ambavyo vinaenda. Ikumbukwe viongozi wengi ni sehemu ya mashabiki, kwa hiyo wako pale, lakini pia wana timu zao, huenda akafanya maamuzi lakini yakawa ni maamuzi ambayo yanainufaisha timu ambayo anaishabikia kwa maana ya Simba au Yanga. Kwa natamani kuona Yanga asiende kwa maana ya kushikilia maamuzi yake ya kwamba hatuchezi, lakini bodi ishatoa tamko ya lini mchezo utachezwa. Tuone siku ya mchezo, alafu Yanga asitokee nini kama bodi kama TFF watafanya, kwa sababu taratibu zinaonyesha na kanuni zipo, asiyetokea kwenye mchezo husika nini anatakiwa kufanywa. Hicho ndicho ambacho mimi nakisubiri hivi sasa, lakini TFF nao wanatakiwa kujitathmini kwenye hili sakata. Kuna vitu vingi kama wana michezo tumeviona, tumefuatilia na kuona ni namna gani TFF inafeli, ni namna gani TFF inafaulu, hasa linapofikia jambo linalohusisha Simba na Yanga. Kwa nini Yanga anapata hii nguvu ya kuzungumza haya yote? Kwa nini Simba anapata hii nguvu ya kufanya hiki? Na kwa nini TFF yuko kimya mpaka hivi sasa? Na pengine sasa, kwa nini TFF linapofikia swala la Simba na Yanga huwa inakuja kwa kutumia busara zaidi kuliko kanuni na sheria? Kwa nini? Imefikia huko kwa sababu gani? Kwanza, ligi ya Tanzania tukubali tukatae ni Simba na Yanga. Yaani inafikia muda kuna kanuni zikichukuliwa juu ya Simba, kuna muda labda Simba itambidi yeye labda akatwe point, au Simba itambidi kanuni namsema labda ashushwe daraja au asishiriki ligi husika. Kwa mfano msimu huu Young Africans kulikuwa na sekeseke ya yeye kuto kuisajili timu yake ya vijana, jambo ambalo lilikuwa linapelekea Yanga kutoshiriki michuano ya msimu huu, lakini zikatumika busara, muda ulikuwa ushapita, wakamsubiria mpaka Yanga akasajili na yupo anashiriki ligi yenyewe. Kwa hiyo unaona vingine vinafanyika ili tupate ile ladha ya soka la Tanzania, kwa sababu utaona michuano mingine ambayo inakuja katikati ya msimu
kama Simba na Yanga hawatokuwepo, kuna ladha fulani inakosekana, kwa sababu tushazoea kama sio Simba ni Yanga, kama sio Yanga ni Simba. Ili michezo iendelee kuwa na utamu, iendelee kuwa na ladha na ufuatiliaji, basi inahitaji uwepo wa hawa wawili. Kwa hiyo unaona wanashindwa kufanya maamuzi sababu ya hiki. Kwa hiyo mimi nataka kuona kupitia hili, ratiba ishapangwa siku husika, Yanga hatutocheza kama wanavyosema, tuone TFF itafanya nini kwenye hii, kwa sababu pointi 15 moja kwa moja Yanga anakwenda kuwa nafasi ya pili, Simba ni bingwa. Je, Yanga atakubali hili na nini atakuwa kufanya kwenye sakata hili? Hicho ndio ninachokisubiri kwa hamu, tuone kama kweli TFF inachozungumzwa haina meno mbele ya Simba na Yanga, haina maamuzi mbele ya Simba na Yanga. Hapa tusubiri na kuona nini kitakwenda kutokea. Sasa Mchome, pengine kwenye ligi za nje ya nchi, ligi kubwa kubwa hizi kama ligi ya England labda na ligi zingine, huwa panapotokea makosa kwenye timu zao hizi kubwa kubwa, huwa bodi zao za ligi zinatumia kanuni na sheria ama nazo huwa zinatumia busara namna hii? Busara zipo kwetu, yaani zipo kwetu, na sababu nimekutajia hapo kwamba wanaofia tu, na kitu kingine ni kwamba hao viongozi ni sehemu ya mashabiki wa hizi timu, na ndio maana unaona hawawezi kufanya maamuzi kikanuni. Kanuni zinasema nini, maamuzi yafuatwe tu, yaani hakuna kitu kingine. Salma, ni hicho tunakosa, na ndio maana nasema yote yaliyozungumzwa natamani kuona hii kwenye hili ratiba ishasema ni lini. Tusubiri kama Yanga hatokwenda, nini kifanyike na nini tutakiona kitafanyika kwenye msimu huu. Haya, hilo ndio tamanio lake kubwa kabisa Bwana Shabani Mchome, ambaye ni mchambuzi wa masuala ya soka, ambaye nimezungumza naye hapa. Sasa mimi nakushukuru mtazamaji, na hii ni Sport News ya Nakivona Media. Mimi ni Salma Shabani, mpaka wakati mwingine.